Tunaanza na taarifa kwamba mamlaka ya SHA imesitisha kwa muda wa siku 90 kandarasi yake na hospitali ya Bungoma West kufuatia taarifa za kuwepo udanganyifu katika mbinu zinazotumika na hospitali hiyo kudai malipo. Anatuarifu zaidi katika taarifa inayotufungulia taarifa zetu Nick Nabaki. Mwanzo, hospitali ya Bungoma West ilitoa taarifa kwamba ilikuwa imesitisha kwa muda kutoa huduma za afya chini ya mamlaka ya SHA, ikisema yalikuwepo masuala ya kutatuliwa kati ya hospitali hiyo ya Bungoma West na mamlaka ya SHA. Taarifa hiyo iliyoonekana wazi kutiwa saini na uongozi wa hospitali ya Bungoma West iliwataka wagonjwa kutafuta huduma katika vituo vingine vilivyoidhinishwa kutoa huduma chini ya mamlaka ya SHA. Walisema watakaohudumiwa hapa Bungoma West ni wale tu wanaolipa pesa taslim na wenye bima zingine isipokuwa SHA. Taarifa hizi zilipokelewa kwa kawaida kuwa labda bima haikuwa imetekeleza wajibu wake wa kulipa malimbikizi ya deni la huduma zilizotolewa, ila mamlaka ya SHA ilitoa taarifa kuthibitisha kwamba kweli walikuwa wamesitisha utoaji wa huduma za bima ya SHA katika hospitali ya Bungoma West. Taarifa ya afisa mkuu wa SHA Dr. Mercy Mwangangi inayoonekana wazi kwamba iliandikwa siku chache zilizopita tarehe 30 mwezi Machi ilibaini kuwa Bungoma West walikuwa wamekiuka mwongozo wa mkataba kati yao na SHA kwa kuendeleza kinachoshukiwa kuwa kudai malipo ya kijanja. Hayo ni kulingana na taarifa hii ya SHA. Mamlaka hiyo imesitisha utoaji huduma katika hospitali ya Bungoma West chini ya bima ya mamlaka ya SHA kwa siku 90 zijazo, uchunguzi ukiendelea, ikionya kwamba kwa muda huo hospitali hiyo ya Bungoma West haitawapokea wagonjwa chini ya bima ya mamlaka ya SHA. Wagonjwa wenye bima ya mamlaka ya SHA kwenye hospitali hiyo wakitakiwa kuhamishiwa katika hospitali zingine. Waziri wa Afya Aden Duale kupitia mitandao yake ya kijamii ya X na Facebook alithibitisha kuchukuliwa kwa hatua hiyo dhidi ya hospitali ya Bungoma West, akiwaonya watakaopatikana wakijihusisha na visa vya kifisadi katika mamlaka ya SHA kuwa watakabiliwa kisheria. Swali ni je, wagonjwa wanaotegemea SHA wataendelea kuhudumiwa ipaswavyo? Lingine linalohitaji kung'amuliwa ni jukumu la Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC katika kukabili visa hivi vinavyoripotiwa ili kuwaajibisha wamiliki wa vituo vya afya hata kabla ya mamlaka ya SHA kuchukua hatua kama hii ya kusitisha huduma uchunguzi unapoendelea. Nick Nabangi, West TV Jioni, Bungoma.